Yapo majina ambayo yakisikika tu kutajwa kila mtu huyaongelea kwa heshima na mapenzi. Mojawapo ya majina hayo yenye heshima kubwa duniani ni jina la mfalme wa martial arts na filamu za China, Bruce Lee. Huyu Bruce Lee tutamzungumzia leo kwa sababu hakuwa binadamu wa kawaida. Kabla sijaianza hadithi ya maisha yake na mpaka kufikia kwenye mizengo ya kifo chake au kuuawa kwake, ningependa nikujuze vitu vichache ambavyo ni Bruce Lee pekee ndiye binadamu aliyekuwa na uwezo wa kuvifanya na si mwingine yeyote yule. Bruce Lee ni mtu pekee aliyekuwa na uwezo wa kupiga karatasi inayoning'inia ikatoboka. Nielewe vizuri, sio kuchanika, maana hata mimi na wewe labda tunaweza kupiga karatasi na ikachanika. Bruce Lee alikuwa akipiga karatasi anaipiga kwa presha kubwa kiasi inatoboka katikati. Unaweza kujiuliza hizo nguvu za kuwa na presha kubwa hivyo mikononi mwake alizipatia wapi? Fahamu kuwa Bruce Lee alikuwa na uwezo wa kupiga push-up 100 kwa kutumia kidole kimoja tu, kidole cha shahada. Mwenzangu na mimi najua hata kwa mikono miwili ukiambiwa upige push-up 10 hautoweza, hata kama wakuwekee milioni 10 kama kidau. Na pia Bruce Lee alikuwa na uwezo wa kufanya pull-ups 50 kwa mkono mmoja bila ya shida. Yaani lile zoezi la kuning'inia kwa mikono kisha kujivuta mwili wako juu. Basi Bruce Lee alikuwa na uwezo wa kuning'inia kwa mkono mmoja na akajivuta mara 50 bila ya kuhenya. Mikono ya Bruce Lee ilikuwa na uwezo wa kupiga ngumi na kuangusha punching bag za uzito huu wa kawaida tunaotumia sisi. Yaani hizi punching bag za kilo 31 hadi 70. Hivyo ikawa inalazimika atengenezewe punching bag zake binafsi ambazo ziliongezwa na vyuma ndani ili ziweze kuendana na uzito wa mateke yake na ngumi zake. Bruce Lee alikuwa na spidi ya ajabu kiasi kwamba alikuwa na uwezo wa kurusha punje ya mchele angani na kisha akaidaka kwa vile vijiti wanavyotumiaga wa China kula chakula. Pia Bruce Lee alikuwa akiweza kuchukua kwa haraka shilingi iliyo kiganjani mwako na kukuwekea nyingine kwa haraka kiasi kwamba macho yako hayataona vizuri amewezaje kufanya hivyo. Bruce Lee alikuwa na spidi kubwa sana hadi kwenye kuigiza, hadi wakawa wanamwekea slow motion ili watazamaji wa filamu waweze kuona vizuri mapigo yake yasiwapite. Huyu Bruce Lee hakuwa binadamu wa kawaida. Bruce Lee alizaliwa Novemba 27 mwaka 1940. Ilikuwa ni usiku wa saa 7 na dakika 12. Mama yake Bruce Lee sababu alifiwa na mtoto wake wa kwanza wa kiume, hivyo alivyompata Bruce Lee akaamua kumpa jina la kike, akamuita Siphon, na akawa anamvalisha Bruce Lee nguo za kike akiwa mchanga. Alifanya hivyo akiamini mizimu ya kifo na roho za umauti zitadanganyika na kudhani Bruce Lee ni mtoto wa kike kwa sababu ya jina lake, kwa hivyo zitamkalia mbali na hatakufa. Na kweli labda ilisaidia. Lakini hili jina la Bruce Lee alipewa na nesi mkunga aliyemzalisha mama yake. Bruce Lee alipewa jina la kizungu na nesi huyo sababu Bruce hakuzaliwa China. Alizaliwa Marekani katika jiji la San Francisco, mahali palipo na makazi ya wahamiaji wengi tokea China. Wanapaita Chinatown. Lakini jina lake halisi la kiume lenye asili ya China likawa ni Lee Junfan. Baba yake Bruce Lee alikuwa akiitwa Lee Hon Chan, alikuwa mwigizaji maarufu sana wa sanaa za majukwani. Lakini Bruce Lee alipokuwa mchanga, katoto ka miezi 3 tu, yeye na wazazi wake wakasafiri tokea Marekani na wakarudi kuishi katika nchi yao ya asili China, katika jiji la Hong Kong. Hata mwaka 1941 wakati China inasumbuliwa na athari za vita kuu ya pili ya dunia na pia kuvamiwa na wa Japan, baba yake Bruce Lee aliweza kuendelea na kazi yake ya uigizaji wa majukwani, na mara nyingi alipokuwa akienda kwenye shughuli zake za uigizaji alikuwa akienda na Bruce. Hii ikamsogeza Bruce Lee kwenye sanaa ya uigizaji mapema sana. Akiwa na umri wa miaka 6, Bruce akaweza kupata nafasi ya kushiriki katika filamu ya kwanza. Ilikuwa ni mwaka 1946. Japokuwa mwaka 1941 akiwa mchanga kabisa, alionekana kwenye filamu iliyoitwa Golden Gate Girl. Bruce Lee akaucheza vizuri sana uhusika huo. Alikuwa ni mcheshi, mchangamfu na asiyekuwa na aibu. Alikuwa na maneno mengi na vituko, akawavutia watu wengi sana. Wanasema kwa uwezo wake mkubwa aliyouonyesha katika filamu zake maarufu tunazozijua ulionekana tangu siku hiyo ya kwanza. Hata kale katabia kake cha kuchezea pua yake akikasirika alikuwa nako tangu enzi hizo akiwa na umri wa miaka 6. Bruce Lee alipenda uigizaji na alipofikia umri wa miaka 18
Tayari alishashiriki katika filamu 20 ikiwemo tamthilia moja aliyoigiza yeye na baba yake. Iliitwa The Kid na waliicheza mwaka 1950. Wakati Bruce Lee alipokuwa mtoto katika jiji la Hong Kong, kulikuwa na wahuni wengi sana. Sababu ya maisha magumu yaliyotokana na vita kuu ya pili ya dunia, Bruce alijikuta mara kwa mara akigombana na kupigana na wahuni wa jiji la Hong Kong. Akiwa na umri wa miaka 14, siku moja alivamiwa na kundi la wanafunzi wenzake wahuni ambao walimshushia kipigo kizito. Hii ndiyo ikawa sababu ya wazazi wake Bruce Lee kuamua kumpeleka katika chuo cha martial arts. Sisi huku Uswahilini tumezoea kuviita vyuo vya karate. Walifanya hivyo ili kumsaidia aweze kujua kupigana na ili imsaidie kujilinda na wahuni wa babe wa jiji la Hong Kong. Bruce Lee alifundishwa na mwalimu aliyekuwa akiitwa Yip Man, na mchezo aliyojifunza zaidi kwa mwalimu huyo ni Wing Chun, ambayo ni aina maarufu ya wushu ambayo inachezwa zaidi kusini mwa mji wa Hong Kong. Lakini kumbe Bruce Lee mwenyewe ana kipaji cha ajabu cha kupigana na hakuwa muoga kabisa. Hivyo karate na kung fu zikamfanya kuwa na matukio mengi sana ya kupigana mtaani mara kwa mara. Na tangu aanze kucheza martial arts, akawa kijana hatari sana. Inakumbukwa siku moja alivamiwa tena na wahuni, basi akamkamata mmoja na kumtandika kweli kweli. Akamwacha akiwa kamng'oa meno na mengine yamevunjika. Na si meno tu, akamvunja na mpaka mkono. Sasa Bruce Lee akawa kijana mbabe zaidi katika jiji la Hong Kong. Ilifika wakati polisi wakaenda kushtaki kwa baba yake Bruce Lee. Wakamwambia siku hizi mwanao amekuwa anashusha kipigo kweli kweli kwa vijana wenzake, na tumeshamchoka kumvumilia na kutibu watoto zetu kila siku. Ikiwa Bruce Lee atapiga wenzake tena, itabidi akamatwe, afunguliwe kesi na afungwe. Baba yake Bruce Lee akaona ili amwokoe mwanaye asije akafungwa kweli. April mwaka 1958 akaamua kumsafirisha aende akaishi San Francisco, Marekani, kwa dada yake aitwaye Agnes. Lakini kwa vile Bruce darasani hakuwa mwanafunzi mzuri, hivyo waliona labda shule za Marekani zingeweza kumsaidia zaidi. Alipofika Marekani, Bruce Lee bado aliendelea kujinoa na michezo ya martial arts, kiasi wanafunzi wenzake aliokuwa akisoma nao chuo kikuu cha Washington wakawa wanamuita master. Na Bruce akaanza kuwa na darasa la kuwafundisha michezo ya martial arts wanafunzi wenzake. Mwanzo alianza kuwafundisha bure kabisa, na mwaka 1963 Bruce Lee alifungua chuo alichokita Junfan Kung Fu Institute. Kisha baadaye Bruce Lee alifungua chuo kingine katika mji wa California. Vyuo hivi vikawa ndiyo chanzo chake kikubwa cha kumpa pesa. Bruce hakuwa mchoyo, aliwafundisha mpaka wazungu na Wamarekani weusi siri nyingi za mchezo wa Kung Fu, jambo ambalo wengine wanasema Wachina wenye mapenzi na mchezo huo hawakulipenda, na wanaamini kuwa laana ya mchezo huo ndiyo ikapelekea kifo cha Bruce Lee, sababu alivyojisha siri za Kung Fu kwa wazungu. Mwezi mmoja tangu alipofungua chuo cha California, Bruce Lee alivamiwa na Wachina wenzake ambao walikuwa ni walimu wa Kung Fu, lakini walikuwa wakiwafundisha Wachina wenzao tu. Walimu hawa Kung Fu walionyesha kukerwa sana na Bruce Lee kufungua chuo cha Kung Fu Marekani, na akawa anawafundisha wazungu. Wakamwambia aache kuwafundisha wazungu Kung Fu, wakamtaka afunge chuo hicho. Mamasta hawa waliomvamia Bruce wakamwambia kuwa akitaka wamruhusu aendelee na chuo hicho, basi itamlazimu apigane na mmoja wao ambaye wenyewe walikuwa wakimwamini zaidi. Bruce akamtandika huyo master wao ndani ya dakika 3 tu na kumwacha akigalagala chini akisema kwa Kichina, "Nisamehe, nimekoma, nimeshindwa, sirudi tena." Bruce pamoja na kuwa alimtandika master mwenzake kwa dakika 3 tu, lakini hakuridhika. Alitamani angemchakaza kwa haraka zaidi. Akaamua kuongeza nguvu kwenye kujinoa na michezo mbalimbali ya martial arts, na akaamini kuwa ikiwa akiijua Kung Fu, Taekwondo, Karate na michezo mingine mingi, basi atakuwa hatari zaidi. Akasema anatamani kuwa kama maji, aweze kubadilika atakavyo, kwa maana maji ukiyaweka kwenye vyombo tofauti tofauti hubadilika na kuendana na shepu ya chombo husika. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Hata hivyo, bado pesa alizozitengeneza kutokana na vyuo vyake vya Kung Fu hazikutosha kumudu mahitaji yake. Hivyo Bruce akawa bado na mawazo ni nini atafanya kitamsaidia kuaga umaskini. Februari 1 mwaka 1965, Bruce Lee na mke wake Linda wakapata mtoto wa kiume. Akaitwa Brandon Lee, lakini wiki moja tu baada ya kuzaliwa mtoto huyo, Bruce akafiwa na baba yake mzazi. Hapo akili sasa ikaanza kuchemka, kwa maana baba amefariki, lakini pia amepata mtoto, hivyo majukumu yameongezeka. Bruce Lee akaongeza nguvu kujinoa kwenye martial arts, akabuni staili ya mapigano aliyoita Jeet Kune Do, staili ambayo aliichanganya na kila aina ya mchezo ya mapigano, yani karate, masumbwi, judo, kung fu na michezo mingine mingi. Hivyo Bruce akabuni staili moja ya mapigano ambayo ikawa ndio bomu la muunganiko wa styles nyingi. Jeet Kune Do ndio ilikuwa style hatari sana. Wakati huo huo, producer maarufu wa filamu na TV duniani aliyekuwa akiitwa William Dozier alikuwa akitafuta mwigizaji mzuri mwenye asili ya bara la Asia. William Dozier akakutanishwa na Bruce Lee, akavutiwa na uwezo wake wa kuigiza. Kumbuka kuwa Bruce Lee alianza uigizaji tangu akiwa na umri wa miaka 6. William akavutiwa pia na mwonekano mzuri wa Bruce Lee na uwezo wake mkubwa wa martial arts. Ndio ulimchanganya kabisa. Dili ya kwanza ya Bruce Lee kushiriki kwenye filamu za Marekani ilikuwa ni kwenye tamthilia ya Green Hornet ya mwaka 1966. Filamu ya Green Hornet ikamtambulisha Bruce sehemu kubwa ya dunia za nchi zilizoendelea, na pia ikampa umaarufu mkubwa sana. Watengenezaji wa filamu duniani wakashangazwa sana na uwezo wa Bruce kupigana kwa wakati huo, kwa maana spidi yake ya upiganaji ilikuwa kubwa mno, kiasi kwamba ili watazamaji wa filamu waone vizuri mapigano yake, ili walazimu kwenye editing wamweke slow motion, ndio watu wataona vizuri ngumi zake na mateke yake. We had to slow up his action because we found in the test that he was moving too fast for the speed of the motion picture film. People may not realize he could have been faster than he was. Hiyo ni sauti ya mmoja wa producers wa filamu kipindi hiko, Charles Fitzsimon, akilithibitisha hilo. Filamu ya Green Hornet ikaruka kwa msimu mmoja tu na kisha ikasimama, haikuendelea tena kutokana na kushuka kwa mauzo. Ndoto za Bruce Lee kufanikiwa kwenye filamu zikaanza kufifia tena. Akakaa kwa miaka 3 akipata dili ndogondogo za kutokea kwenye filamu chache kama Here Come the Bridals ya mwaka 1968. Kwa kipindi hiko, kipingamizi kikubwa kwa Bruce Lee kutopata dili za kuigiza Hollywood ilikuwa ni sababu ya ubaguzi wa rangi tu. Sababu Bruce Lee alikuwa Mchina na sio mzungu, hivyo Hollywood walikuwa wakimbagua na kumnyima dili za uigizaji kwa makusudi. Those years were very difficult to break into Hollywood. There became a racial barrier that prevented him from crossing over into the Hollywood establishment.